Kama jinsi ambavyo nilivyotanguliza kusema, like I said, naitwa Deborah. her name is Deborah. Mimi ni binti mdogo sana. She is a very young woman. Niliamua kujitoa kumtumikia Yesu. Mimi ni mtoto wa Esambo Baruani. That's her father's name? Ni babangu wa huduma. That's her father, spiritual father? Amenilea. He took care. Ningali mdogo sana. I was very young. Amina. Nilianza huduma ilikuwa ni mwaka wa 2019 nafikiri. I started in 2019, the ministry. Ambao nilisimamiwa na huyo babangu. I was probably with my father. Ambaye anaitwa Esambo Baruani. And that's his name. Tunaishi naye huko Kansas Wichita. Sitaki kuwa mwongeaji sana. Acha tuende katika neno letu la siku ya leo. Let us go in our Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunaingia katika neno ambalo Bwana anataka tujifunze siku ya leo. We better go in the word. Leo tutaenda kujifunza neno, labda ulishawahi kusikia. Today perhaps you have heard this word before. Labda hujawahi kusikia. Maybe you haven't. Lakini neno la Mungu linapaka kukumbushia. But the Bible is reminding. Au ndio unajifunza sasa. Or to teach. Na hata kama ulisikia uwezo ukasikia kama gisi mimi nitasema. Perhaps the way you heard. Amen. Leo tutaenda kujifunza kuhusiana na CV yako. CV. Today we talk about the CV. Resume. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kujifunza neno nasema CV yako. Our theme says your resume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii neno haipo katika Biblia. This is what about. Na ikutajwa katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni neno la ambayo inatokana na lugha ya Kilatini. It's a word that comes from Latin. Ambayo kwa urefu wake in length inasema curriculum vitae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Yenye maana ya kwamba maelezo mafupi. Maelezo mafupi. A short explanation. Juu ya maisha ya mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama mimi nilikuwa jisikia. Sijisikii. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ina maana kwamba maelezo mafupi. A short description. Juu ya maisha ya mtu. Of the person's life. Inatumika hata kazini. He works at work. Inatumika sehemu tofauti. He works in different places. Ndio ile ukienda kwa kazi. That's why when we go to work. CV yako iko wapi? They ask you for a resume. Banaiangalia. Ikiwa iko sawa, if it's good, imekala vizuri, utapata kazi. Ikiwa iko sawa, wanakuambia bado. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio ambao tutaenda kujifunza siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaingia deep kwenye hii timu ya CV. Before we go deep into them, nitataka tuongelee jambo fulani. I want us to talk about. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema kwamba CV inatumika sana, yani kama vile mtu anaenda kupata kazi. Works a lot when you're about to go get a job. Na sisi tuko na kazi. And we have a job. Ndio hii kazi ya Mungu. This is the job. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima na sisi tukue na CV yetu. We must have our resume. Kama kukazi wanaangalia CV. If at work they look at a resume. Wanaangalia CV yako iko sawa. They see if your resume is right. Na ndio kisi Mungu naye. That's what God. Before akupe kazi, anaangalia CV yako. Na kama haina sawa, anaitengeneza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawezi enda kupeleka CV mahali ambapo hukuitwa. You won't go take a resume where you are not told. Ni lazima ufanye nini? Uitwe. You must be called. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka tuongelee kwanza sauti. We got to talk about the voice. Sauti. The voice. Amen. Amen. Kuna aina za sauti zinazoitana katika huduma ya Mungu. Amen. Kuna aina za sauti. There's ways of messaging. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwanza ni sauti ya mchungaji. It's the voice of the pastor. Mchungaji anaweza kukuita katika huduma. The pastor can call you ministry. Sauti ya pili. The second voice. Ni sauti ya mtu mwenyewe. It's your own voice. Hata wewe mwenyewe unaweza kujipeleka kwenye huduma. Yourself can take yourself. Sauti ya tatu. The third. Ni sauti ya shetani. It's the voice of the devil. Shetani anaweza kukuambia wende. The devil can tell you lakini no. hapo na mpango. Shetani akikuconvince mkitu, unaweza kujiona hivi. Unasema kwamba kweli ni Mungu. Lakini sio Mungu. But it's only God. Sauti ya mwisho. The last. Ambayo ni sauti sasa ya Mungu. It's the voice of God. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo ni sauti sasa ya Mungu. This is the voice of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuanze na
Hiyo ni sauti ya namna gani? Na inakaa namna gani? Unaweza kuwa unakuja tu kanisani. You can come to church every day. Kila siku. Every day. Mchungaji anakutazama tazama. The pastor is looking anasema, at you. I said no. Huyu kijana. This young man. Anafaa. Is mwinjilisti. Hata kuja kuhubiri. Au huyu kijana. This man. Anafaa kuwa shemasi. Shemasi nao ni huduma. Mashemasi msijidharau. Ni huduma kubwa. Amena. Anasema anafaa kuwa shemasi. Anakuita. Anakuambia kwamba nataka uwe shemasi. Unaitika. Je, ni Mungu ndiye alikuita? Ni nani? Amena. Amena. Kuna sauti ya mtu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ulimuona mwenzako anahubiri. Nasema na mimi nataka kujifunza Mathayo. Na mimi nisimame nianze kuhubiri. Ulimuona mwenzako alikuwa akitoa unabii. Na wewe unaanza kujifunza zile malugha. Na wewe unaanza kunena. Kesho tunakuona na unaanza kuhubiri. Unaanza kuhubiri. Lakini sio Mungu ndiye alikuita. Ni nani? Ni wewe mwenyewe. Amena. Kuna sauti ya shetani. Shetani anaweza kusukuma mvitu. Unakuta shanda kijana wa kukuharibu wewe binti. Anakutuma kwenye ile kanisa. Unaenda. Unasema eti ni Mungu ndo alinituma. Lakini ni shetani. Unafika pale siku 2 siku 3 mkanisa. Mimba po. Ni kwa sababu wewe mwenyewe ndo ulijipeleka. Na tena kwa sababu shetani ndo alikupeleka. Lakini kuna Mungu sasa. Ambaye yeye akikuita, anakulinda. Akikuita, anakutia mahali sahihi. Watu wengi wako katika huduma, lakini sio Mungu ndo aliwaita. Waliitwa aidha na mchungaji. Au wao wenyewe walijiita. Au alikuwa ni shetani aliwasukuma. Lakini mimi nataka Mungu akuite. Kwa sababu Mungu akikuita atakulinda. Bwana Yesu asifiwe. Kukazi. Kazini. Ili bakupashie kazi. Inatakiwa wakuite. Si ndio? Kama bakukuita, ukienda pale ukianza kufanya kazi, hawatakulipa. Na hata kwenye kazi ya Mungu, kama Mungu akukuita, ukajiingiza tu. Utafanya kazi kweli. Lakini mwisho wa siku, haleluya. Ndio pale kwenye Mathayo 7:21. Inasema kwamba si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, bali ni wale watendao mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi watasema nini? Baba, nilikuwa shemasi, niliponya, nilihubiri, nilikuwa mchungaji, nilikuwa kiongozi wa kwaya. Watasema machao tofauti. Lakini pale 23 inasema nini? Ondokeni. Sio profeti sikujui. Hakusema sikujui. Hakusema sikujui. Tusidanganyane. Hakusema sikujui. Alisema sikukujua. Yaani zile kazi zote ulizokuwa unazifanya, yeye anajua hata hiyo. Sikukujua. Sio kama sikujui. Haleluya. Kufika pale ndo nakusahau. Yaani alikukutuma duniani. Kufika pale ndo nakusahau. Sikukujua. Yaani kuhubiri, kutoa pepo. Sikukujua. Utapata malipo. Ndio ile nilikwambia. Ukienda kujiingiza mkampani, unaanza kutumika na ukuitwa, hautalipwa. Na wewe ukijipeleka wewe mwenyewe, shetani akikuita utaenda, wewe mwenyewe ukajipeleka. Mchungaji wako akikuchagua, atakwambia sikukujua. Haleluya. Haleluya. Amen. Sauti gani iliyokuita katika huduma? Ile huduma unayoifanya ni nani aliyekuita? Maandiko yanasema hivi. The Bible says, akatoa wamoja kuwa manabii, na wengine kuwa walimu, wengine kuwa mitume, na wengine kuwa wainjilisti na walimu. Maana yake nini? Kila mtu ana ofisi yake. Mchungaji mwofisi ya mwofisi anabii unaenda fanya nini? The office of a prophet, what do you do? Mwinjilisti
mwinjilisti. Mwofisi ya mchungaji unafanya nini? Ulitakiwa kuwa mwinjilisti. Mbona umevaa koti ya mchungaji? Nimetoka wapi? Nani alikuita? Sikukujua. Hiyo siku. Atakwambia siku. Mungu alikuchagua tu kunapiga makofi kanisani. God, you know, just clap your hands in church. Unataka uwe shemasi. But you want to be an usher. Uliitwa. Were you called to be an usher? Uliitwa. Were you called? Sikukujua. I did not call you. Na itakuwa ni siku ya kukaza. Ya kusaga mimi. And it will be a day of time. Amena. 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 Sauti gani ilikuita? Kazi hapo hapo. Amena. Sauti gani ilikuita katika huduma? What voice called you in ministry? Sawa, unasema uko nabii. You say you're a prophet. Nani alikuita? Who called you as a prophet? Akikuita, if he calls you, atakupatia. He will give you Vipawa na karama. the powers and gifts. Majifunzo yenye unaenda kujifunza. The teachings that you are zile lugha. The languages. Nene takani na peresi. The tongues that you are speaking. Anashushaka tu. Nitakuja. Nitakwenda kujifunza kwa wengine manabii. Utachanganyikiwa. You are being destroyed. Biblia inasema msikufuru Roho Mtakatifu. Unaenda kusema vitu vya ujui. Don't say things you don't know. Kama unasema vitu vya msemewaki. What if you say things like, what if you're insulting God? Na hata tukikwambia ni nini maana yake? If we tell you what's the meaning, utatuambia. Are you going to tell us? Hakuna lugha yenye inakosa tafsiri. There is no language that don't have it. Biblia yenyewe inasema kwamba mtu akinena kwa lugha asipotoa tafsiri. The Bible says if you speak in tongues, you don't unatusumbua jua nini? Why are you distracted? Hatukuelewi. We do not understand. Ibada inasimama. The church is service. Uko pale na hatukuelewi. We don't understand. Tafsiri. Anasema pasipokuwa tafsiri. Without translation. Anyamaze. Be quiet. Kama ni Roho Mtakatifu. If it's the Holy Spirit, if it comes. Hata kama wewe utanena kwa lugha. Even if you speak in tongues, there is somebody who will translate. Na kama hakuna mwenye atainuka. And if nobody will translate. Utanena mdakika hiyo. You speak in 1 minute. Anasema ikiwa zaidi ya dakika 2. And if it's more than 2 minutes, shut them down. Utanena kwa dakika hiyo. Only 1 minute. Kwanza hata ni ya mingi. It's a lot. Utakuja mulugha ambao tunasikia. Kama ni Lingala utatabiri Lingala tusikie. Mungu anataka kusema nini na sisi? God wants to speak with us. Kama ni Kiingereza utatutabiria Kiingereza tujue. So we know what God is saying. Watu wengi wanakuwa nasema pale katika kitabu cha Matendo. Unakwambia kisoma mzuri. Wakanena kwa lugha. Kama vile Roho Mtakatifu alivyowajalia kutamka. They speak in tongues like the Holy Spirit told them. Mataifa walipokuja. When the Holy Spirit walisema jambo moja. They said one thing. Imekuaje kila umoja akisikia lugha yake? Walikuwa wananena lugha gani? They were speaking the languages of the people. Kwa nini walinena lugha zao za asili? Kwa sababu waelewe kile ambacho Mungu anataka. What God wants to say. Sasa wao kinikalia hapa baba mimi nitaelewa nini? Kama sasa Mungu akaniambia Debora tubu dhambi. Na mimi sikusikia. Ina maana gani? Itanisaidia nini? Itaniongezea nini? What is it going to add to me? Tuache kudanganyana watani. Tuache kudanganyana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uliitwa na nani? Who called you? Nani alikuita? Who called you? Na akikuita, and if he called you, anakuwa anakutengeneza kwanza. Haleluya. Atakutengeneza kwanza. Sio hivi sasa. Hakikisha uko hivi. Make sure you are straight. Kabla kwambie uende. Before you go. Watu wa mingi. A lot of people. Wako mhuduma. They minister. Lakini hawakutengenezwa. But they didn't fix. Hawakuandaliwa. They weren't prepared. Hakuna mtumishi. Nobody's mtume or an apostle. Yeyote aliyefanya kazi ya Bwana bila kutengenezwa. Who has served the Lord without being fixed. Ilibidi wao kwanza wafuasi wa Kristo. Wajifunze kwa Kristo. Ndipo wakaanza kufanya sasa kazi. They started working first.
Tu wewe unajipeleka na hujandaliwa. How are you taking yourself without being prepared? Kuna maandalizi. There is a preparation. Kuko maandalizi. There is a preparation. Kabla Mungu akutume, Mungu anahakikisha amekuandaa. Make sure he has Kwa prepared. sababu usije ukajichanganya. So that you won't akujaze nguvu zake kwanza. let him fill your Kwa sababu power. ukiwa na nguvu zake hakuna ambacho kitashinda. For if you have God's power, utaponya nothing magonjwa. is possible. You will heal. Hautaenda kuchukua ile mafuta ya upako, chumvi ya upako. Unarusha watu hivi tukaanguke. Uko na nguvu za Mungu. Ukisema kwa jina la Yesu na pepo inatoka. Amekuandaa. Utashindwaje? Amekuandaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitataka twende kuangalia yaliyomo katika CV. In a resume. Amen. Nitaka kwanza niwaambie kuhusiana na sauti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende kuangalia yaliyomo ndani ya CV. Let us now look what's in the resume. Tulisema CV ni maelezo mafupi. Resume is a very short description for a person. Ina maana ya kwamba it means mwanadamu ana maelezo mengi. A person has a lot. Lakini kuna yale ambayo yanachafuliwa muhimu. But there are few things that are important. Yale ambayo Amen. Anatimiza hiki anaweza kupata kazi. Amen. Yes, done this thing. Sio eti mrefu mfupi. It's not a tall guy. Kuna maelezo ambayo yakiwa sawa. That if they are okay, unapata kazi. Amen. 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 Tutaanza na kuangalia upande mbili. We'll do it both sides, two sides. Upande wa Mungu the side of na upande wa wanadamu. And the side of man. Bwana Yesu asifiwe. Katika CV, in a resume, kitu cha kwanza wanaangaliaka, the first thing they look at ni elimu. Is education. Elimu. Education. Yes. Banaangalia. They look at education. Wanadamu. Men. Wanaangalia. They look at. Uko na degree ngapi? How many degrees you have? Uko na vyeti vya aina gani? How many degrees? How many PhDs you have? Wanadamu. Those are men. Uligraduate wapi? Where did you graduate? What college? Na maalama gani? And what kind of honors? Hiyo ndio wanadamu wanaangalia sana. That's what men look at. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanaangalia ulikuwa na akili shuleni. They say, were you smart in school? Aiza ulikuwa mbumbumbu. Or were you dumb? Bwana Yesu asifiwe. Lakini elimu ya Mungu ambayo anaangalia, education of God, ni kumjua tu. It's just knowing God. Kwa kiasi gani? How far do you know God? Ajali na degree yako. He don't care about your degree. Yeye ndio kichwa cha elimu. He's the head of education. Atakutumia katika njia. He's going to use you. Si watasema wale sio msomi. And so you're not educated. Anawezaje kusoma Biblia? Na Mungu hivyo. That's the light of God upon you. Petro alikuwa msomi. Alikuwa kwa samaki. He was fishing. He was a fisherman. Lakini akafanya kazi ya Mungu. But he served na aliokoa watu 3,000. And he served 3 million people. Ndio waliokoka. Na alikuwa msomi. But he didn't go to school. Mungu angalie vyeti vyako. God doesn't care about your degrees. He doesn't care about your stripes. Anajali unamjua kiasi gani. He only cares if how much you know him. Ni kiasi gani umejitoa kwa ajili yake. How do you give yourself to him? Na ni kiasi gani ambacho wewe unatumikia ile kazi yake. And how do you work in this ministry? Elimu ambayo Mungu anaangalia tu. The only education that God's look at is knowing him. Ni kufanya nini? Knowing God. Ni kumjua tu. Knowing God. Hayo mengine. The rest. Hivyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kumjua. No. Jitahidi sana kumjua Mungu. Make sure you Ujitahidi sana kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kitu cha pili. Kitu cha pili. The second thing. Kwenye CV. On your resume. Jina lako. Your name. Unaitwa nani? Who are you called? Hapa ndio kwetu tutarudia kwenye ile sauti. Ndio tutarudia kwenye sauti. Tulianza kwanza na elimu. Mungu anaangalia unamjua kiasi gani. Kwa sababu Methali inasema hivi. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kwa nini tunaenda shuleni? Pata maarifa. Ukimjua Mungu unakuwa na nini? Knowing the Lord is education. Sasa Mungu ajali mpaka ile madegree ya nini? Na wakati ukimjua tu ushakuwa na maarifa. Haleluya. Kitu cha pili, jina lako.
The second thing is your name. Ingawa kila mtu anajua jina lake. Perhaps everybody knows their name. Kila mtu hapa anajua jina lake. Everybody knows their name. Jina lako ni nani? Joshua. Kumbe unajua jina lako? Hivi wakisema Joshua utaitika? Yes. Mungu wa Joshua wangapi? Yeah. Kwa hiyo nikikuita utajua niko kuita wewe. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mshikilie hiyo point. Nitairudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jina. Unaitwa nani? Who are you called? Jina lako ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Glory be to God. Papa. Msomaji wangu. Nani atanisomea? Iko hapa. Hallelujah. Nisomee kitabu cha Isaya. 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 Amen. Shangilia Yesu kwa neno. 49. Isaya. Isaiah 49. 16. Karana says. 16. Isaiah 49. Amen. Inasema nini? Kitabu cha Isaya. Nabii Isaya sura yake ya 49 na mstari wake wa 16. Ndio. Tunaleta usomi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako ziko mbele zangu daima. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema nimekuchora katika kiganja. I have written you in the palm of my hands. Mikono. Ndio kwa future yako kwenye mkono wa Kristo. Your future is on my hands. Yaani Mungu God amekudesign. Amekuchora. Has made you. Akikuandikia na jina lako hapa. And he put your name on his hand. Kuna jina. Kuna jina. There's a name. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akisema tazama nimekuchora katika viganja vya mikono yangu. I drew you from my hands. Kuna ile jina ni wazazi yako walikupanga. There's a name that your parents gave. Kuna ile jina ambayo unajua. There's a name. Kaka alisema yeye ni Joshua. My name is Joshua. Lakini kuna jina ambayo Mungu anajua. But there is a name that God knows. Yeremia. Yeremia. Sisi tunamjua Yeremia. We know him as Jeremiah. Lakini Mungu alimuita jina nyingine. But God called him. Alimsema hivi. He said, kabla sijakuumba, before I created you, na nilikujua, I knew you. na nikakufanya kuwa nani? And I made you a prophet. Licha sisi tunamjua Yeremia kuwa Yeremia, lakini Mungu anamjua nabii. God knows Jeremiah as a prophet. Kwa hiyo kwenye CV yako jina, your name. ndio tunaingia maandalizi hivi huko macho. Au pelana. We are going to preparation. Namuka. Lazima ujue jina lako. To know your name. Ukienda kwa kazi, if you go to work, lazima ujue kwanza uko nenda ku apply first gani, position gani. You must know what position you are applying. Uko nenda ku apply kazi gani? What kind of work are you applying? Na utatumikia nini? And what are you going to be working as? Ili ijulikane wewe unatumikia wapi? So it's known where you're working. Office yako ni hii? Where is your office? Wewe una jina lako. You have your name. Lakini kuna ile jina Mungu anakujua. But there's a name that God knows you. Sasa wewe, Mungu alikuandika wewe ni nabii. God called you prophet. Wewe unaanza kujiita mchungaji. You call yourself. Si mkosefu wa adabu huko. Mkosefu wa adabu. You're disrespecting God. Jina lako ni nani? What's your name? Mungu anakujua kama nani? God knows you. Na je, ile jina ni Mungu anakujua alikuita. Ndio ndio kunajiita. The name that God called you as, is it the name you calling yourself? Sawa, tuachane na hizo tuliitwa Deborah. Okay, let's forget about my name, Joshua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna jina ambayo Mungu anakujua nayo. There's a name that God knows you from. Ile ambayo aliandika hapa. The name that he wrote here on kwa ajili ya hatima yako. Anajua huyu hatima yake ni mchungaji. He knows that he is a pastor. Huyu hatima yake ni mtume. Huyu hatima yake ni nabii. Na huyu hatima yake ni mwinjilisti. Anajua. Kwa nini uko unajiita jina tofauti? Why are you calling yourself different names? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akasema yeye ni Joshua. Tukiita Joshua anaitika. Amen. Sasa Mungu yana kujua wengine jina. Wewe unajiita wengine jina. Akikia kukuita. If he calls you. Utajijua? Are you going to know yourself? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akikia kuita utajijua? Amen. Lazima ujue jina lako kwanza. You must know your name. Na kama hujajua Mungu anakuita nani? And if you don't know what God is calling you, pray. Muulize. Ask God.
Papa wezi niita hapa fuli kamwangalia hivi. Afu yaka kama aliniita. Anafuata kunyangalia hivi. Just look at me like that. Ni lazima aniite na niambie nini ambacho ananiitia. You must call me and tell me what he's calling me for. Sasa unakia kanisani kila siku. You come to church every day. Mungu amekuita aje? Well, how did God call you? Amekuita aje? Au hujui? Who does God call you? Au hujui? Don't you know? Na kama hujui unasubiria nini kumuuliza jina langu ni gani? And if you don't know, why haven't you asked God? Unasubiria nini kumuuliza jina langu ni nani? Why are you not asking God, what's your name? Na kazi ulionipa ni kazi gani? And what kind of works you have given me? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tunaenda kipengele cha tatu. Yeah, Katika yeah. kazi, work. wanakaa baba angalia They look- uzoefu, experience. The experience, yeah. Wanaangalia uzoefu. They look at your experience. Wanadamu People, wanaangalia they look at hiyo kazi ulifanyia miaka mingapi? how many years have you worked in this position? Hiyo company The company. umetumika eko miaka mingapi? How many years you have worked there? Ndio wanaangalia. That's what they look at. Lakini Mungu But God, anaangalia He looks at ile jina alikuitia. the name He Ile has called kusudi you. The thing. unaitumikia kwa kiwango gani? Are you been working? Bwana Yesu How far are you asifiwe. going in ministry? Ni kiwango gani ambao unaitumikia? How far are you going in ministry? Banadamu wanaangalia ulifanya huko miaka mingapi? Man, they will look at years you have acquired. Una uzoefu gani eko? What kind of, how many years? Lakini Mungu anaangalia ni kusudi gani ambayo unaitendea ile kazi aliyokuita. God is looking at Sawa, alikuita kuwa mchungaji. If He called you as a Ni kwa pastor, kiasi gani unaifanyia ile kazi ya uchungaji? it's to what purpose have you Ni kwa done? kiasi gani unachunga kondoo zisiendi? To what limit have you gone with leading the Bwana church? Yesu asifiwe. Amen. Ndio kile Mungu anaangalia. That's what God is Ni looking kwa at. kiasi gani It's what's the unafanyia limit? kazi kile kitu alichokuita. How large is Bwana Yesu the asifiwe. work? Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mungu angalia umekaa leko miaka mingapi? God doesn't care how Anaangalia many ni kiasi years. gani. He cares how far, how big. Na hata kama ulikuwa unaifanyia kazi, Or even if you ukaribu have tu done- sehemu hiyo. you can mess up one time. Biblia inaniambia hivi. The Bible says, Utakapotenda kosa moja, when you make yale that mema mistake, yote all the good you have hayatakumbukwa done, tena. they won't be remembered. Tujitahidi Let us do kusimamia our ile jina tulioitwa Stand na by ile the way we are kusudi called. And the thing, na ile kusudi. the purpose Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa kiasi gani is to what unatumikia that you ile are kusudi ya Mungu. The words Bwana of Yesu God. asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Neno la Mungu ni tamu. The word of God is Neno la Mungu good. ni tamu The word of kweli. God is good. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ni jina gani ambalo Mungu alikuitia? What name has God called you? Na je, unajijua? Do you know yourself? Unajijua? Do you know yourself? Sawa, ile sauti iliyokuita. The voice that called you. Unaijua? Do you know that Na voice? kama unaijua, And if you know ilikuita that kwa voice, jina gani? what name did that voice Ni call jina you? gani iliyokuita? What name did that voice call you? Tupende sana kujitambua. Let us know how. Tupende sana kujijua. Let us love to know Sisi ni ourselves. wanani? Who we are. Ukijitambua, If you know ukijijua, yourself, if you know hakuna yourself, kitu kitakusumbua. nothing will distract Kwa you. sababu unajijua. For you know Kwa yourself. sababu For unajitambua. you know who you are. Lakini kama hujitambui, But if you don't know who you itakuwa are, vigumu you'll be hard. sana kujitambua. So hard to know Hata yourself. Mungu akikuita utajua kama kwa kuita. Even God calls you, you won't know if He's calling you. Akisema nabii wangu nani atasimama? Who is my prophet? Who's going Na to wakati stand? alikuchagua wewe kuwa nabii, And when He chose you as a prophet, mimi ni mchungaji. I'm a pastor. Siwezi nikasimama hapa. I cannot stand here. Hapa hapana. No. Hapa kuko zingine sehemu za watu. These places belong to other people. Lakini mie hii hapa hapana. Na kumbe Mungu anakuambia wewe usimame. And God is telling you to stand. Ulijitambua? Did you know who you are? Mwisho wa siku atakwambia sikukujua. At the end of the day, say, Kwa I know sababu you. nilikuwa nikisimama nikisema ni mtume nani? I stood and said, what am I going Akiita to nabii say? wangu If aende, it was the wangu kwa prophet, eko. you wasn't there. Jitahidi kusimama Make sure you stand kwa ile for that. nafasi ambayo Mungu amekupatia. When God has called you. Amena. Amen. Amena. Amen. Kitu cha mwisho ni ujuzi. The last thing is Ni ujuzi Amen. ambao wanakuwa naangalia. that you will Unajua katika ulimwengu wa wanadamu, in mtu mwenye anajua sana mambo ya kompyuta people know. ni mtu anaheshimiwa sana. Kwa sababu anajua huyo hata kama faili ilipotea kompyuta kaileta. They know if you bring them a computer, then Hakuna uwezo kukuangalilia vitu vyenye vitakuya huko mbeleni. they can see things that you cannot. Bana muona ni mwa mtaalamu sana. They look at they're so knowledgeable. Yaani yeye hakuna maarifa mengi. They have so much knowledge. Lakini sie
Si ujuzi wetu ni Roho Mtakatifu. Hallelujah. Anatufunulia. Si ndio maana kuna makarama. Si ndio maana kuna vipawa. That's why we have powers. Ukiwa na kipawa cha kuona, if you have a power of seeing, hauna uwezo kujua kesho kutatokea nini. You will know what is going to happen tomorrow. Sawa, na hawa watu wa science si wanajua kusema eti wanajua mbele kutatokea nini. In science they know what's going to happen. Dunia inaenda aje? Lakini wewe uko teknolojia mkubwa sana kiroho. You are very big technology. Zile karama za Mungu atazishusha ndani mwako. All the gifts that are in you. Unaona madaktari somea mambo ya science sana kujua hiki kiungo kiko hivi, kikiharibika tufanye nini. If it's messed up, we do this. Lakini Mungu, yeye, Kenya alitenda ni wako. Ni karama uponyaji tu. Amen. Ukisema kwa jina la Yesu unapona. Yaani ni vile vipawa ambavyo Mungu amekupatia. It's the gift that God has put in you. Ndio vinakusaidia. Unaelewa kila kitu. Hakuna kwenye utadanganyiwa. Hakuna kitakachokusumbua. Kwa sababu nini? Because kile kipawa kiko ndani mwako. The gift that is in you. Hakuna ambacho kitakudanganya. Nothing will. Lakini mpaka ukisha kupata hizo kazi vyovyote, lazima uangaliwe. Ni lazima uangaliwe. Aidha ulifanya wewe kujua Mathayo yuko wapi? You should know where Matthew is. Na mimi nishakuwa mhubiri. Huruma mama, huruma. Inachukua muda. It takes time. Mpaka ufikie kwanza kutendea kazi lile kusudi la Mungu. Until you start doing what God haipaki kulala na kulamuka tu. It's not sleeping and waking up. Unakuwa mwinjilisti. Haipaki kulala na kwa Mungu unakuwa kiongozi. Haipaki kulala na kwa Mungu unakuwa mchungaji. Haipaki kulala na kwa Mungu unakuwa mtume. Au nabii. Inakuwa muda. It's time. Hatua. It's time and a process. Hatua. Unaandaliwa kwanza. You prepare it first. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tunaenda kuona kijana mdogo Daudi. Alikuwa kijana mdogo sana. He was very young. Amen. Nisome kitabu cha Samueli wa kwanza. First Samuel. Tuone habari za Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samueli wa kwanza. First Samuel. Sura 13. Mstari wa 14. 13 and 14. Sura 13 mstari wa 14. First Samuel 13 and 14. Kitabu cha Samueli sura yake ya 13 na mstari wake wa 14. Biblia takatifu inasema hivi. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu ampendezaye moyo wake. Naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake. Kwa sababu wewe haukulishika neno la Bwana alilokuambia. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa na ndugu zake. David had his brothers. Bakubwa tu. The grown brothers. Alikuwa mchunga kondoo. He was keeping the sheep. Wakati wanataka huwa sasa mfalme. When they were about to choose a king. Bakafika kwa baba yake. They came to Jesse. Kijana wanaanza kutolewa. Huyu kijana wangu wa kwanza. So huyu. Akatoa wote. He gave out all the grown ones. Kwanza hata baba yake alimsahau kama kuna mtoto mwingine Daudi. Even the father forgot that he had. Akamwambia ndio vijana wako wote hawa. They said, all these your sons. Kweli? Hauna kabisa hata mwingine. Don't you have? Eti ndio vijana wako. Fikiria kwanza. Hauna. Toka sema hivi. Nina kijana kadogo sana. Nachunga kondoo. Hakuna kitu. Nataka huko porini. Kako nachunga kondoo. Na sidhani kama anaweza kuwa huyo. And I don't know if he's that. Hawa ndio vijana wangu. These are the big and grown and tall. Ambao anaweza kakuja umoja, anaweza kakuwa mfalme. One of them can be king. Akasema mwende kumuita. I said go call that young man. Daudi alipofika pale, ndo huyu. I said this is the one. Mpaka kila mtu alishangaa. Everybody was surprised. Huyu. This boy. Ndugu yangu, haijalishi uko wapi. It don't matter how you look like. Mungu akitaka kukutumia, when God wants to use you, akuangalie tu wanadamu wanakutazamiaje. He doesn't care how people look at you. Angalie miaka yako. He doesn't care about your age. Angalie elimu yako. He doesn't care about your education. Anakuchagua tu. He chooses. Ni neema yake. It's His grace. Anaangalia ile kusudi aliyokuiti. He looks the purpose of aliyokuchora na kwenye kiga. The way He built you. Akasema ndio huyu. Daudi
David alianza kwanza kuchunga. first was Kuchunga minyama. keeping the sheep. Akachunga kondoo. And he was the shepherd. Mang'ombe. He kept Lakini mwisho wa siku cows. akaanza kuja kwa sasa akakuwa mfalme. The end of the day, Akakuwa he became anaongoza the king. watu. He became a Alikuwa shepherd of anaongoza people. kondoo. He was a shepherd of Ikitaka animals. enda huku yani rudisha. He was Si taking unajua them. kazi za mchungaji. Ndio. Mtu mwana anachunga. You know the Ule ways of mwana the anachunga manyama. A person Si that unajua takes care of kazi the yake. shepherd. Yani ng'ombe kitaenda huku. If a sheep Yeye doesn't go this anarudisha. way, he takes it back. Ikitaenda kukula majani ambayo sio, If you want yeye to do something, anairudisha. he takes it Alitoka back. huko He left na that akaanza place. sasa kufanya nini? And now, Kuchunga watu, He became a kuongoza shepherd of people, watu. leading people. Haikuanza process hiyo. Ndio. That was a process. Kwa nini bakakakia kuchunga hivyo? Why his brothers didn't do Lakini that? kulikuwa kusudi But there was kuna a kitu reason. unaweza ukapita hapo kwa kiona cha kawaida. There is something you can Lakini go through Mungu in this hakuna level. kufanya kwa ile experience. But God is Ndio giving ambacho experience. tumeongelea hapo. That's what we are talking Anataka about. kuwa na experience. Experience. Kwa sababu tayari Daudi For David, atakuwa anajua kwamba knew ng'ombe kienda huku when a cow goes this atairudisha. way, he'll take Na it hivyo back. wale watu wanaoongoza When the people akiona is mmoja leading, anaanza nenda huku if he sees going atawarudi, straight, he will put it back in atamrudisha. line. Amena. Amena. Bwana Yesu asifiwe. Amena, mama. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Akaja kuwa mfalme. And he became Kijana mdogo aliyesaulikiwa. A very young man who was forgotten. Alisaulikiwa. He was forgotten. Anapokuwa anajua hata kama kwa mnyuma. And he didn't know that he was Hakuna going to hakuna msahau mtoto wake. Si vilikuwa vitu vya ajabu. The father Lakini had a licha ya child. hivyo vyote But when akakuja he kuwa mfalme. he became Bwana king. Yesu asifiwe. Amen. Mungu anaweza akatumia mtu yoyote. God can use Kama anybody. unaamini Mungu anaweza If you akakutumia. believe God can use Fanya hivi. you, wave your hand. Bwana Yesu asifiwe. Glory be to God. Wa pili, Paulo. Paul. Paulo. Paul. Pia huyu. Na kakasema Mungu. I look at Na God. huyu. Paul. Nisome kitabu cha Wafilipi. Let us read the book of Wafilipi. Philip. 3:5. Wafilipi. Philip 5. Tumuone huyu baba. Paulo. Mkisikia story yake hata na mwe mtacheka. If you hear the story of Paul. Wafilipi. Waraka wa Paulo kwa Wafilipi sura yake ya 3 na mstari wa 5. Ndio. Na leta usome katika jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Nilitahiriwa siku ya 4. Siku ya 8. Ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benjamin, Mwebrania wa Waebrania. Kwa habari ya kuishika Torati ni Farisayo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona hiyo andiko? Sikutaka tuanze mwanzo. Ukitaka jisomee tu, alafu shuke utaona habari yake. If you want, you can read the whole chapter. Paulo. Paul. Kabla hajawa Paulo. Alikuwa anaitwa Sauli. He was Saul. Yes. Alikuwa Sauli. He was Saul. Kwanza ni mtu ambaye alikuwa anapinga sana He's a man who was against Injili. the dini ya gospel. Kikristo. The gospel of Alipinga Christ. sana. He was against Alikuwa it. mtetezi wa dini He nyingine. was a Na alikuwa shujaa supporter huko. of other. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Lakini But licha ya yote alikuwa anachinja watu. he was killing Alikuwa men of anachinja God. watu. He was killing men Alikuwa of God. anachinja watu. He was killing. Lakini licha ya yote But with that, alikuwa mwongozi ingine sehemu he was a leader somewhere. Lakini ile yote ilikuwa ni maandalizi. All those were preparations. Ikafika wakati It came in Mungu time. akamwambia Sauli, Sauli, mbona waniuzi? God told him, "So you have disturbed me." Mungu akamfanya kuwa Paulo, And God has made him Paul. akawa mtume wake. And he became his apostle. Na alipokuwa mtume wake, And as he became an apostle, Agano Jipya, the Old New Testament, mwandishi mkubwa a big ni writer Paulo. is Paul. Unaona vile Mungu anafanyaka? Do you know Mtu mwenye alikuwa muuaji, the person lakini was a amefanyika killer, kuwa mtume. And he Na yeye became ndio an mwenye apostle. ameandika vitabu. And he wrote so many books. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wa mwisho alikuwa ni Petro. The last person was Petro alikuwa muoga. Peter was- Alimkana Yesu kwa sababu ya uoga. He rejected God Alikuwa because of muoga fear. sana. He was a fearless Lakini person. licha ya yote, But with the end of that, alikuja kuhubiri Injili. he preached the Akaokoa gospel. watu And he 5,000. saved 3,000 Bwana people. Yesu asifiwe. Amen, mama. Kwa hiyo, wewe ni nani Mungu asikutumie? Who are you that God wants Wewe ni to nani use? Mungu Who asikutumie? are you that God wants? Cha kwanza ninataka nikwambie, The first thing I want muulize to Mungu do, jina lako. ask God for your name. Muulize Mungu jina Ask him lako what's na your name. ofisi yako And your office ambayo amekudesign. that he nayo. has designed you with. Alafu mwambie Bwana upo tayari. And tell him that Wangapi you're wako tayari kutumia? How many people are ready to serve the Wangapi wako Lord? tayari? How many people are ready Ikiwa to uko serve the tayari, Lord? If you're ready, unaweza kaja hapa mbele. you can come up Alafu front. wachungaji wakutilie mikono. And then they will pray Wamwambie for you. Bwana And tell ile the Lord, kusudi ya Mungu the purpose of ikapate God kutimia katika will maisha come yako. into your life. Ile jina ambayo Mungu name alikuitia that God called you ikapate for kutimia katika will come maisha into your yako. life. Ikiwa uko tayari, If you are ready, unaweza ukakuja hapa mbele you can come ili up wachungaji front. wakuombee So that the ukapate God kufunguliwa. will pray for you so you'll be Ukapate alive. kufunguliwa. So you'll be Na haya alive. ndio maarifa ambayo Mungu
alitaka tuwapunge siku ya leo. Na Bwana alibariki neno lake. Haleluya. Simama kwa miguu yako, shangilie Bwana kwa makofi. Shangilia Bwana kwa makofi. Unasema nini juu ya mjakazi wa Mungu? What do you say for minister? Quelle belle prestation. Aikale Bwana. Amen.